Kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo yake ya nyuklia na viongozi wa kijeshi, Iran imerusha mamia ya makombora ya balistiki kuelekea Israel, huku baadhi yakigonga maeneo lengwa ya ardhini. Ingawa Israel ilitambua na kuyazuia mengi ya makombora hayo, kadhaa yalivuka mifumo yake ya ulinzi na kusababisha uharibifu mkubwa na majeruhi, ikiwemo Tel Aviv ya kati na maeneo mengine. Ukubwa halisi wa silaha za makombora haya ya balistiki ya Iran haujulikani wazi, lakini kwa ujumla inachukuliwa kuwa moja ya silaha kubwa na za kisasa zaidi katika kanda. Makombora haya yanatofautiana kwa masafa mafupi, yani SRBM, ya kati, yani MRBM au IRBM, na yale ya masafa marefu ya LRBM ambayo yanaweza kusafiri maelfu ya kilomita. Katika mgogoro unaoendelea kati ya Israel na Iran, makombora haya hasa yale ya masafa marefu yamekuwa sehemu muhimu ya nguvu ya Iran. Na hebu tuangazie jinsi makombora haya ya balistiki yanavyofanya kazi. Iran imetengeneza aina mbalimbali za makombora ya balistiki katika miongo mitatu iliyopita, ikiwa ni mojawapo ya silaha kubwa na za kisasa zaidi katika kanda. Makombora ya balistiki hasa ya masafa marefu, yani LRBM, ni silaha za masafa marefu zilizobuniwa kutoa vichwa vya kawaida au vya nyuklia kwa kufuata mzingo wa balistiki. Kurushwa kwa makombora haya hufanywa kwa kutumia injini zenye nguvu za roketi ambazo huyasukuma juu kuelekea juu angani kabisa, yakisafiri kwa kasi kubwa sana. Mchakato huu wa kurusha hugawanywa katika hatua kadhaa. Kwanza, injini kuwaka na kutoa msukumo mkubwa wa kwanza, kisha baadhi ya roketi huweza kujitenga, yani stage separation, ili kupunguza uzito na kuongeza kasi. Lakini pia ni muhimu kutambua kwamba tofauti na ndege, makombora ya balistiki hayategemei hewa kwa ajili ya msukumo wao. Yanabeba mafuta na vifaa wezeshi vinavyoruhusu kusafiri hata nje ya anga ya hewa. Na mara tu injini zao zinapozimwa na mafuta kwisha, kombora hufuata njia iliyopangwa kabla, ikielekea juu na baadaye kurudi chini kwa kasi kuelekea ilipoelekezwa kugonga shabaha yake. Fizikia inayoongoza mwendo wa makombora ya balistiki inafanana na ile inayoongoza utupaji wa mkuki, ambapo kombora hupata msukumo wake wa awali tu kutoka kwa nguvu za kurushwa na kisha kuendelea kusafiri chini ya ushawishi wa mvutano, yani gravity, na kasi yake momentum, na msuguano wa hewa, yani air resistance. Makombora ya balistiki yanaweza kusafiri umbali mbalimbali, kuanzia mamia machache ya kilomita hadi zaidi ya kilomita 10,000 kuvuka mabara kabisa. Aina muhimu ni makombora ya balistiki ya masafa marefu ya LRBM, ambayo yanaweza kusafiri kati ya kilomita 3,500 hadi kilomita 5,500, ikiwa ni sawasawa na maili 2,175 mpaka 3,418, na hivyo kuwa tishio kubwa kwa maeneo lengwa yaliyoko mbali. Na tukiangazia kwenye kasi, makombora haya husafiri kwa kasi kubwa sana, hivyo yanaweza kusafiri maelfu ya kilomita ndani ya dakika chache tu, na kasi yao hupimwa kwa kipimo kinachoitwa Mach, kinacholingana na kasi ya sauti. Machi moja ni sawa na takriban kilomita 1225 kwa saa. Baadhi ya makombora ya masafa mafupi hufikia kasi ya juu zaidi ya sauti ya zaidi ya Machi moja, huku yale ya masafa marefu ikiwemo LRBM yanaweza kusafiri kwa kasi ya hypersonic, yani zaidi ya Machi 5, ikiwa ni sawasawa na kilomita 6,125 kwa saa. Na tukiangazia kwenye muda wa kusafiri sasa, umbali kati ya Iran na Israel ni takriban kilomita 1,300 hadi kilomita 1,500, ikiwa ni sawasawa na maili 800 mpaka maili 930. Makombora ya balistiki kutoka Iran yanayosafiri kwa Machi 5 yanaweza kufika Israel kwa takriban dakika 12, ingawa muda kamili unategemea na aina ya kombora na eneo la kurushwa. Na je, ni kwa nini makombora ya balistiki ni magumu kuzuiwa? Kinachofanya makombora ya balistiki kuwa hatari sana ni mchanganyiko wa masafa yao marefu, kasi yao kubwa na ugumu wa kuyazuia. Njia yao ya kuruka juu kwa kasi huipa mifumo ya ulinzi muda mfupi sana wa kuyakabili, na yanaporejea kutoka angani yanashuka haraka zaidi, jambo linalofanya uzuiaji kuwa mgumu zaidi. Pia kasi yao ya ajabu, hasa katika awamu ya mwisho linaporudi kutoka angani, inamaanisha kuna muda mfupi sana kwa mifumo ya rada kugundua, kufuatilia na kurusha makombora ya kuzuia. Zaidi ya hayo, baadhi ya makombora ya kisasa hutumia mbinu za kupunguza kuonekana na kugundulika, yani hii inafahamika kama stealth technology,
vifaa vya kudanganya decoys, au hata zingine za kukabiliana countermeasures, ili kuficha ishara zao za rada na kudanganya mifumo ya ulinzi ya makombora, na hivyo kuyafanya kuwa magumu zaidi kuzuiwa kwa ufanisi. Tofauti na makombora ya aina kama cruise ambayo huruka kwenye anga ya chini na polepole na hivyo kuruhusu kuzuiwa, makombora ya balistiki husafiri kwa kasi kubwa sana na kwa mzingo unaotabirika, lakini kasi hiyo ndio inafanya kuwa ngumu zaidi kuyazuia. Ingawa makombora ya cruise yanaweza kuchukua takriban masaa 2 kufika Israel kutoka Iran na droni kuchukua hadi masaa 9 kutoka Iran kwenda Israel, makombora ya balistiki ni haraka zaidi na hatari zaidi kutokana na kasi ya njia yao ya kuruka, na ndiyo yamekuwa gumzo na nguzo muhimu ya Iran katika vita vyake vya sasa na Israel.